Mheshimiwa mgeni rasmi, kwanza kabla sijafanya utambulisho, nishukuru sana viongozi wetu wa dini kwa kutuendeshea misa takatifu ya kumbukumbu ya miaka 5 ya kuondokewa na mpendo wetu Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Kipekee nimshukuru baba yetu Askofu Severin Remgis, askofu wa Jimbo Katoliki Rulenge Ngara, pamoja na maaskofu ambao wamejumuika, baba Askofu Flavian Masara na baba Askofu Simon Kasondole wa Jimbo la Bunda, pamoja na mapadri kwa maandalizi mazuri ya shughuli hii. Na pili, nimshukuru sana Mama Janet Magufuli pamoja na familia kwa ushirikiano mkubwa na maandalizi makubwa ambayo wameyafanya. Mheshimiwa mgeni rasmi, nikiwa kiongozi wa serikali kwenye eneo hili, nimekuwa nikija mara kwa mara katika maandalizi haya ili kuona namna ambavyo tunaweza kumwenzi vizuri hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli, na kwa kweli Mama Janet Magufuli amekuwa msaada mkubwa kwa serikali na tunapata sapoti kwa familia. Mama Janet, tunakushukuru sana kwa sapoti kubwa unayotupatia. Mheshimiwa mgeni rasmi, viongozi walioko hapa katika mkoa wetu wa Geita, tunaye mwenyekiti wetu wa CCM wa mkoa Mzee Kasendamila ambaye ameongozana na viongozi wetu wa Chama cha Mapinduzi. Kwa pamoja tusimame ili kuokoa muda. Mheshimiwa mwenyekiti, karibu na viongozi wetu wa chama kwa pamoja. Tunao waheshimiwa wabunge wetu, wabunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambao tunaongozwa na mbunge mwenyeji Mheshimiwa Magembe. Tunawashukuru sana kwa kujumuika kwa pamoja. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunao waheshimiwa wakuu wetu wa wilaya, wakuu wa wilaya wa mkoa wote wa Geita tukiongozwa na mwenyeji Mheshimiwa Louis Bura, tunashukuru sana, na Mheshimiwa makamu wa rais wananisaidia sana kuratibu shughuli za maandalizi ya shughuli hii. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunao wajumbe wa kamati ya usalama ya mkoa pamoja na wilaya, kwa pamoja tusimame. Tunao viongozi wetu wa dini, wamekuja mashehe ukiongozwa na shehe wa mkoa, muona Shehe Jongo wa msikiti wa Manyema, muona maaskofu, viongozi wetu wa dini wote kwa pamoja na wachungaji, tusimame kwa pamoja. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa sababu viongozi ni wengi, itoshe tu kusema kwamba tunao waheshimiwa madiwani wa kata zote za wilaya hii ya Chato, wenyeviti wa halmashauri kutoka halmashauri zote za mkoa, lakini vile vile tunao wakurugenzi, makatibu tawala, wakuu wa taasisi, kwa pamoja wamejumuika katika shughuli hii. Mheshimiwa mgeni rasmi, la pili ni shukrani kubwa sana kwa, kama nilivyosema, kwa Mama Janet kwa maandalizi haya, na tunashukuru sana ofisi ya Rais, management ya utumishi wa umma na utawala bora, kiongozi wa Mheshimiwa Ridhiwani Kikwete, kwa namna ambavyo kila mara walikuwa wanafanya mawasiliano na sisi serikali ngazi ya mkoa na halmashauri kuhakikisha kwamba tunashirikiana na familia katika maandalizi haya. Mheshimiwa Waziri, tunakushukuru sana, na kwa kweli kama nilivyosema mwanzo, sisi tumepata support kubwa sana kwa familia. Tulikuja hapa tukakubaliana misi endeshwe wapi na kila kitu kikafanyika kwa mujibu wa maelekezo ya familia. Tunashukuru sana familia kwa namna ambavyo imeendesha shughuli hii. Kila pili, nimshukuru baba askofu kwa kumbukizi hii. Kumbukizi hii kama alivyosema, na maelezo yake kwa kweli yamekuwa mazuri, yametujengea msingi mzuri na yametukumbusha wajibu wetu kama viongozi, lakini wajibu wetu kama wananchi, kazi nzuri alizozifanya hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli, kwanza ya kupenda kazi, na pili ya kuwa ubunifu na kujituma katika kazi. Mheshimiwa mgeni rasmi, msingi ule Mheshimiwa hayati Magufuli, sisi wa Tanzania na hususan wananchi wa mkoa wa Geita tumeuendeleza kwa kasi kubwa, na tunamshukuru Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kuweka msukumo katika yale yote ambayo hayati Magufuli alianzisha na kuanzisha mengine mapya. Nikisema kwa uchache, Mheshimiwa mgeni rasmi, hayati Magufuli wakati anatangulia mbele za haki, mkoa wetu wa Geita ulikuwa na vijiji vyenye umeme 356. Leo Mheshimiwa mgeni rasmi, vijiji vyote 486 vina umeme. Tunamshukuru sana Dr. Samia kwa kuendeleza kwa kasi utekelezaji wa ahadi ambazo alizitoa katika uchaguzi wa mwaka 2020. Lakini upande wa pili ni upande wa uzalishaji. Sisi Mheshimiwa mgeni rasmi, ni uzalishaji wakubwa wa dhahabu. Mheshimiwa Rais hayati Magufuli alijenga misingi mizuri ya kuhakikisha wachimbaji na hususan wachimbaji wadogo wanapata maeneo ya kuchimba na wanahakikisha wanachodhalisha kinakwenda sokoni. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunashukuru sana kazi hiyo
Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan amesimamia kikamilifu. Mwaka 2021 mpaka 2025 Dr. Samia Suluhu Hassan amewezesha kuwapatia wachimbaji wadogo leseni zaidi ya 10,600. Na mwaka 2021 wakati hayati anatangulia mbele za haki, uzalishaji wa dhahabu kwa wachimbaji wadogo kwa mwaka walikuwa wanazalisha kilo 3,000. Leo Mheshimiwa mgeni rasmi, tunavyosema kasi ya uzalishaji imeongezeka, na kwa sababu ya msukumo wa Dr. Samia Suluhu Hassan wachimbaji wadogo peke yake wanazalisha karibia kilo 5,700. Haya ni mafanikio makubwa na ni kazi ya kumwenzi hayati Dr. Magufuli katika uzalishaji. Lakini eneo la tatu, Mheshimiwa mgeni rasmi, hayati Magufuli alianza safari ya utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa kusomesha elimu bila malipo. Mwaka 2021 watoto waliokuwa wanasomeshwa na serikali ya awamu ya 5 na hati inaingia awamu ya 6, serikali ilikuwa inaleta fedha milioni 800 kila mwezi za elimu bila malipo. Mheshimiwa mgeni rasmi, leo tunavyozungumza fedha zimeongezeka kwa sababu ya wingi wa watoto na wingi wa watu. Tunaletewa fedha zaidi ya bilioni 1 na milioni 300 kila mwezi kama sehemu ya elimu bila malipo. Lakini vile vile tunamshukuru Mheshimiwa Rais kwa kuendeleza kasi ya kuwawezesha Watanzania katika elimu. Ameweza kujenga shule mpya za msingi na sekondari, jumla ya shule 172. Na kwenye afya, Mheshimiwa mgeni rasmi, hayati Magufuli wakati anatangulia mbele za haki alikuwa na ndoto ya kuifanya Chato na Geita kupata hospitali kubwa ya rufaa ya kanda. Na wakati Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan anaingia madarakani, hospitali yetu ya kanda ilikuwa haijaanza kufanya kazi kwa maana ya kutoa huduma. Majengo fulani yalikuwa yanaendelea kujengwa. Dr. Samia Suluhu Hassan amekamilisha ujenzi huo na sasa huduma zinatolewa za kibingwa na tunapata wateja kutoka nchi jirani za Rwanda, Burundi na Uganda. Mheshimiwa mgeni rasmi, kama nilivyosema MC, nikieleza yote ambayo yamefanyika nitachukua muda mwingi. Itoshe kusema kwamba tunamshukuru hayati Magufuli kwa msingi mzuri aliyoujenga kwenye taifa letu: moyo wa kujitoa, moyo wa kujitolea, kupenda kazi, kuthamini, upendo na mshikamano. Na ndio maana msingi huo leo hii tunavyozungumza, Mheshimiwa mgeni rasmi, taifa letu lina amani, mkoa wetu wa Geita una usalama wa kutosha, na tunamshukuru Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kulivusha taifa letu, na sisi wa Tanzania tuko wamoja, tuna mshikamano, tuna upendo. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa mgeni rasmi, nirudie tena